Ndugu wawekezaji katika mradi wetu wa kilimo cha vanila, ninapenda kuzungumza kitu kimoja. Of course ilitokea mambo ambayo sitofahamu katika hiyo mradi wetu wa kilimo cha vanila, lakini nimeona nichukue fursa hii kwa kidogo tu kuambia kwamba lengo la kampuni ni kuwalipa wawekezaji wote. Mimi kama mkurugenzi wa mradi wa Vanilla Kisarawe International Farm nahitaji kufanya malipo au payment kwa watu wote walioweza kuwekeza, lakini ombi letu ni moja, ni kwamba kila mwekezaji lazima alipe tax, kwa sababu sisi hapa Dubai tunachokifanya ni kwamba huwezi kuuza biashara bila kulipa tax. Unalipa tax ndio unafanya biashara. Sasa kama mwekezaji uliwekeza na unahitaji kulipwa malipo yako, tusaidiane kwa kile kidogo kwa ajili ya kuchangia ile taksi. Kama unakuwa na upungufu wa pesa kidogo, sisi kama kampuni tutakuongezea, lakini pesa ya kulipa kwa pamoja sisi kwa kweli tunakuwa hatuna. Nimeona nizungumze haya maneno kwa wawekezaji wetu wote ambao waliwekeza katika mradi wa kilimo cha Vanilla Kisarawe International Farm. Lakini pia pindi utakapokuwa umetupa ushirikiano, basi tutaweza kufanya hayo malipo kwako. Lakini kama utashindwa, inabidi usubiri mpaka hapo tutakapoweza kupata pesa za kuweza kulipia. By then tutaweza kuendelea na malipo. Lakini kama tutakuwa tunakwambia ulipe kiasi fulani kwa ajili ya ushuru, vanila iko nyingi. Tunachukua vanila Komoro, tunapeleka Dubai na tunauza, lakini unakuta pesa yetu nyingi inakuwa ipo kwenye biashara, iko kwenye mzigo. Tunakuwa hatuna pesa exactly ya kuweza kufanya malipo. Kusema ukweli wa Mungu, kama mnatuhisia vibaya, mnatuhisia tofauti, lakini sisi tuna dhamira njema ya kufanya malipo, sababu hatuwezi kuuza mzigo au hatuna pesa za kulipa before, kabla hatujauza. Hizo pesa sisi tutakuwa hatuna, kwa sababu pesa nyingi zinakuwa ziko kwenye mzigo. Pesa nyingi zinakuwa zipo kwenye mzigo, kwa hiyo hatuwezi, tunashindwa. Mimi niko Dubai, lakini ofisi zetu kama ambavyo nimewaeleza kwamba ofisi zetu za mradi wetu wa vanila tulihamishia Naivasha nchini Kenya. Kwa hiyo sasa inakuwa ni ngumu kufanya procedures zozote bila kulipa ushuru. Tunaomba ndugu mwekezaji, hata kama umepungukiwa, unasema kwamba umepungukiwa kiasi fulani, ili kampuni tuangalie namna tunaweza tukakusupport. Asante sana kwa hii video ndogo, lakini kuna watu ambao wanavunjana moyo, kuna watu wanakatishana tamaa katika wawekezaji, na kuna wawekezaji baadhi wasiokuwa waaminifu waliweza kutengeneza grupu kwa ajili ya kuwashawishi au kuwavunja moyo wenzao. Mimi nasema hivi, kama mwekezaji ulikuja kuwekeza mwenyewe bila kushawishiwa na mtu yoyote, basi maamuzi yako yafanye mwenyewe. Asante sana, ni hayo machache. Naomba Mungu awabariki Tanzania, Mungu awape amani, awape furaha, awape upendo na mshikamano kuendelea kujenga nchi ya Tanzania. Asante sana.